Yes bwana, mambo yanaendelea kunoga kweli kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo tayari maamuzi kadha wa kadha yamekwisha kutolewa, ikiwa tayari waamuzi watakaochezesha mchezo wa dabi wa siku ya Jumatano wamekwisha kutangazwa na kila kitu kimewekwa bayana. Lakini kubwa ambalo limewashangaza wengi ni kutokuwepo kwa jina lolote la mwamuzi ambaye anapatikana katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kama kawaida, unajua mambo yalikuwa ni mengi na maneno yalikuwa yamezungumzwa kwa kila mtu kwa aina yake, lakini pia na kama unakumbuka mechi kadha wa kadha ambazo zimechezeshwa na waamuzi wa Bongo zilikuwa na maamuzi ambayo yalikuwa yanasikitisha kweli. Matuta yanatolewa sehemu ambayo sio ya tuta, penalti zinatolewa sehemu ambayo sio ya penalti, lakini pia kuna timu zilikuwa zinaonekana kabisa zinabebwa na waamuzi na sio performance ya uwanjani ambayo ilikuwa inaamua matokeo yawe ya aina gani. Sasa ligi yetu kwa kuzingatia vitu kama hivyo imeona ilete waamuzi kutoka nje ili kuhakikisha mambo yanakaa vizuri na mchezo wa mpira wa miguu unaamuliwa kwa haki, niseme kwa haki na usawa, na kila mtu ambaye anastahili ushindi basi anapewa ushindi. Na kitu ambacho bodi ya ligi imeweza kukizingatia ni pamoja na kutafuta waamuzi kutoka nje ili kuhakikisha mchezo dabi ya Kariakoo unasimamiwa vizuri, lakini pia wakichanganya na baadhi ya waamuzi kutoka wapi? Kutoka nchini Misri, lakini pia kuna mwamuzi kutoka pale Somalia. Sasa mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo inachezwa siku ya Jumatano, tayari waamuzi wamekwisha kutangazwa. Match commissioner ni Salim Omar Singano kutoka pale Tanga. Referee ambaye anasimama katika dimba la kati ni Mohamed Amin Omar kutoka pale nchini Egypt. Assistant referee wa kwanza ni Mahmoud Ahmed Abo El Regal kutoka pale nchini Misri. Mwamuzi msaidizi wa pili ni Samir Gamal Saad Mohamed kutoka pale nchini Misri. Fourth official ni Ahmed Mahrous El Khandou kutoka pale pia nchini Misri. Lakini referee assessor ni Al Mohamed kutoka pale nchini Somalia. Benjamin Mkapa Stadium kick-off saa hizo. Bodi ya ligi imeweza kuandika hivyo. Mambo yamekuwa ni mengi kweli na kila mtu amekuwa akitoa maoni yake kwenye kile ambacho kimeweza kuainishwa hapa na bodi ya ligi kuhakikisha mambo yanakuwa vizuri. Unajua mechi kama hizo tumezoea ni Simba, sijui Yanga, sijui na nani, sijui ni Ahmed Rajiga ndio takuwa na wanachezesha mechi kama hizi, lakini ndio hivyo mambo yamekuwa tofauti kuelekea mechi hii hapa. Na nimeona pia comments zikiwa nyingi zikisema ujugu hapa ameandika hawapokee hela, labda muwape la leteni udhibitisho kama kweli wametoka Egypt, sije ikawa ni Wapemba. Haya ni matusi makubwa kwa chama cha waamuzi na waamuzi kwa jumla kuwa hawatoshi na wanatakiwa kujiuzulu mara moja. Raundi hii sijui watamlaumu nani. Wapenda penalti wanapita kama wanaaga maiti. Hii ni nzuri. Hii Simba anashinda. Oman Oyo bas wameisha. Nyingine kaandika ni hii kweli haina kipengele dada deck. Hutaki mambo ya visingiziwa kila tano tena, mara sijui Rajiga katubeba. Aya, kutaneni na mafarao sasa. Je, vipi kuhusu kanuni zinaruhusu zinaruhusu marefa kutoka nje ya nchi? Hatutaki baada ya mechi watu walete malalamiko tena. Mwingine kaandika ila Yanga kwa hiyo bado mnasikilizwa. Mwingine kaja kuandika hapa nawapongeza, mmesanuka kuingia kwenye mtego. Hongereni Tan Football pamoja na ligi kuu. Mwingine kaandika mbona kama ndugu zake GSM hao. Hayo ni baadhi ya maoni ya baadhi ya watu ambao wameweza ku like kwenye ile post ambayo inaonesha waamuzi ambao watachezesha mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, Yanga wakiwa wenyeji wa mchezo. Na naona hapa bodi ya ligi imeweza kuandika maofisa wa mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Tanzania, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, kisha wakawataga Yanga pamoja na Simba. Dabi haina kipengele. Ndio hivyo, na naona ni ndio post ambayo imeweza kupata likes nyingi kweli. Imeweza kupata likes 17 ndani ya masaa mawili tu pekee tangu iweze kutolewa. Bwana, ndio hivyo, kama ulikuwa ufahamu basi jua kwamba waamuzi kutoka nchini Misri ndio ambao wataamua dabi ya Kariakoo, na wamechanganyika pamoja na mmoja kutoka pale Tanga, lakini pia mwingine kutoka pale nchini Somalia, ila 95%
Hao ni waamuzi kutoka pale nchini Misri. Bwana, usiache kusubscribe lakini pia kugusa hiyo alama kengele.